Tukirudi katika msingi wa maneno yangu kutokana na aya nilizosoma kuhusiana na usra ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, nitamalizia hotuba yangu kwa nasaha nitazipeleka kwa wazazi, al-aba'u wal ummahat, kina baba na kina mama. Tunatakiwa wazazi na walezi tuwe ni kiigizo chema kwa watoto na kuwalea watoto juu ya fadhila, mambo matukufu na fadhila na uongofu na njia ya sawasawa, waljiddi walijtihad. Tuwalee watoto wetu katika misingi hii na kuwafundisha subra na uvumilivu, tukiyachuma haya kutoka kwenye mafunzo ya tukio lile la Nabiiullah Ibrahim na mwanawe Ismail, namna kijana huyu alivyokuwa mtiifu kwa baba yake na namna baba alivyokuwa mnyenyekevu kwa Mola wake. Kwa kutekeleza amri nzito kama ile, na sisi tutakiwa tusimamie maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuwalee watoto wetu juu ya utaratibu huo. Watoto wafahamu nafasi za wazazi wao na wafahamu nafasi ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, lakini lazima sisi tuwe kiigizo chema, tuwakinge watoto na kuepusha na mambo maovu, wasione kwetu sisi mifano mibaya. Mama akaigwa akatoa mfano mbaya, akaigwa matusi, akaigwa nyimbo, akaigwa kila jambo baya, ikawa mtoto aiga kutoka kwa mama yake mambo mabaya, au amwiga baba yake mambo mabaya, tabia za kifedhuli, za kijeuri na kutokujali na kutosimamia masuhulia yake na kubeba majukumu yake. Mtoto asiige kutoka kwako jambo hili, aige kutoka kwako aljidd walijtihad, kujitahidi, kujipinda, as-sabru wal musabara. Aige kutoka kwako uvumilivu, aige kutoka kwako tabia njema na makarimul akhlaq, aige kutoka kwako alkaram, aige kutoka kwako msimamo wa dini, aige kutoka kwako kuhudhuria kwako kwa jamaa na kujiepusha na radhail, mambo duni na mambo machafu. Mtoto aige kutoka kwako wewe mzazi, wewe baba, wewe mama. Watu watakiwa wawe mfano bora kwa watoto wao, bali wawachunge watoto wao na kila jambo lenye kuharibu mustakbali wao. Wazazi ndio wenye jukumu la kuyaangalia masalihi ya watoto wao. Mtoto mdogo hajui lipi lenye manufaa na yeye katika mustakbali wake, hajui liko na maslaha. Wewe ambaye umepewa akili timamu na dhamana ya kumsimamia huyu kijana, wajua kwamba hili ndilo litakalomsaidia katika mustakbali wake. Mimi nimekosa hili, niliharibikiwa mimi kwa sababu baba yangu hakuniongoza kwenye hili, au nimeharibikiwa mimi kwa sababu baba yangu aliponiongoza mimi nilikaidi, nikakataa, kwa sikufanikiwa katika hili, na mtoto wangu sitaki aharibikiwe. Huyo ndio mzazi wa sawasawa, kila siku ufikiria maendeleo na mustakbali mzuri wa mtoto wake. Anasimama katika mstari wa sawasawa, akawaelekeza watoto wake birifqin, kwa upole, na akawachunga bihubbin wa hanan, kwa mapenzi. Kwa hiyo watu lazima walisimamia hili, wazazi, kwa sababu fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nyote nyinyi ni wasimamizi, ni wachungaji, na kila mmoja ataulizwa kwa kile anachokisimamia.